Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaweka mipango ya kuweza kuwahamisha wakazi wa ukanda wa Gaza kama sharti jipya la kumaliza vita, ambalo anadai kwamba amekubaliana na mpango wa Rais Donald Trump. Wakati wa mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari katika muda wa miezi mitano, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu Jumatano alitaja utekelezaji wa mpango wa mapinduzi wa Rais wa Marekani Donald Trump kuhamasisha raia wa Gaza kama sharti la kumaliza mzozo huo. Ikiwa ni mara yake ya kwanza kutoa matamko kama haya, aliuita mpango wa Trump mzuri na akasema una uwezo wa kubadilisha sura ya Mashariki ya Kati. Operesheni changa ya Gideon's Chariot, operesheni iliyopanuliwa ya IDF huko Gaza, iliyoanza mwishoni mwa wiki, ina maana ya kukamilisha vita. Kazi imeanza katika eneo hili la ukanda wa Gaza, waziri mkuu aliwaambia waandishi wa habari, huku akisema Israel ina mpango uliopangwa sana kufikia malengo yake ya vita huko Gaza, akisisitiza pia malengo ni kuishinda Hamas ambayo ilitekeleza ukatili Oktoba 7 mwaka 2023 na pia kuwarejesha mateka wetu wote na kuhakikisha kwamba Gaza haitoi tishio kwa Israel. Hata hivyo, mpango wake huo ni mpango ambao licha yeye kusema kwamba utakuwa wa kuhamasisha raia, lakini umekuwa wa kuwalazimisha kwa kutumia nguvu kubwa, huku majeshi yake yakiua raia lakini pia yakiwaondoa kwa nguvu katika baadhi ya maeneo, na inadaiwa kwamba zaidi ya raia 3,000 wa Gaza wameondoshwa katika maeneo hayo kuanzia wiki hii baada ya Israel kuanzisha operesheni yake hiyo. Vikosi vyetu vinafanya mashambulizi makali ambayo yatazidi kuwa na nguvu dhidi ya ngome ya Hamas ambazo bado zipo Gaza, alieleza, akiahidi kwamba hadi mwisho wa operesheni hiyo eneo lote la Gaza litakuwa chini ya udhibiti wa usalama wa Israel na Hamas itashindwa kabisa, anasema Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel. Akiwa tayari kumaliza vita, Netanyahu alisema atakubali tu kufanya hivyo chini ya masharti ya wazi ambayo yatahakikisha usalama wa Israel. Mateka wote wanarudi nyumbani, Hamas inaweka silaha zake chini, inaondoka madarakani, uongozi wake unafukuzwa kutoka ukanda wa Gaza, na tunatekeleza mpango wa Trump, mpango ambao ni sahihi na wa kimapinduzi. Marekani na Israel zina azma moja, kuhakikisha kuwa Iran haiwezi kupata bomu na kwamba Hamas inarushwa kutoka Gaza, alisema, na tunataka kuhakikisha kuwa mpango wa Trump kwa Gaza unatimia, aliongeza. Ni mpango mzuri sana ambao kwa kweli unaweza kuleta mabadiliko, si hapa tu, lakini unaweza kubadilisha eneo lote la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, anasema kwamba kuna uwezekano wa kusitisha mapigano wakati wowote ambayo yatarudisha mateka zaidi, na anakubali hilo, lakini akirudia kwamba hii itakuwa ni ya muda tu, lakini mpango ni kuishinda Hamas. Anasema tutashinda na haitachukua mwaka mwingine na nusu. Sitaki kufichua mipango, lakini itatokea. Tutafikia matokeo madhubuti na mustakabali tofauti wa Gaza, anasema Netanyahu. Basi mtazamaji, endelea kuwa nasi, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.